Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, jina langu naitwa Nice Godfrey. Hapa tupo stendi kuu ya Makufuri Mbezi, na kama unavyoona watu wana heka za kusafiri kipindi hiki cha Christmas, na sisi Kasako tumekuja kuchukua maoni kuhusiana na kwa nini wanawake wenye elimu kubwa ndoa zao zinakuwa na vitendawili au ndoa zao zinakuwa na heka au mwanamke anakuwa na kiburi kikubwa kwa sababu yeye tayari ana uwezo wa kujimudu yeye mwenyewe au ana uwezo wa kujiendesha peke yake, kwa sababu mwanamke yoyote mwenye elimu kubwa yeye anaona kwamba yeye mambo yote anayaweza. Sasa tukapate maoni kutoka kwao kupitia hapa Mbezi jijini Dar es Salaam. Jina langu naitwa Ambati Miburo Kanyabuyenzi kutoka mkoa wa Kagera, wilaya ya Ngara, kata ya Rulenge. Hili jibu kulijibu vizuri, wanachangamuka wanawake baada kuwa elimu walio nayo, wanajua mshahara unaweza kuwatosha hata wakitipojenga na wanaume wao. Wengine unakuta mwanaume na yeye anaweza kusimama kwa jinsia yake kwamba mimi ni mwanaume, naweza nikasimamia kwenye mji wangu, siwezi nikatawaliwa na mwanamke. Nafikiri nakuja hivyo. Unahisi changamoto ni ipi kutokana na wanawake wenye elimu nyingi? Inaonekana ndoa zao zina changamoto. Wanawake ambao wana elimu wanajiona wao ndio wao, wanamiliki wao nyumba. Changamoto ni nini? Hii mishahara wanayopata mikubwa, wanaweza kusema hata wasiokuwa na wanaume itawalinda. Na yenyewe ni changamoto. Lakini mwingine anaweza akawa na tabia ya unizamu kutoka kifamilia, ikamlinda ndoa ya kwake ikawa imara kabisa. Kwa mnakubali nyewe mnatawaliwa na wanawake wenye elimu kubwa? Wapo wanatawaliwa na wenyewe wanakataa kutawaliwa na ndoa zikasambaratika. Mara nyingi zinasambaratika baada ya kuwa hawakubaliani. Naona kwa ushauri zaidi, tungeshauri kama serikali ikawa na semina za mara kwa mara kwa wanawake, ili watii wanaume wao na ndoa zao ziwe za imara. Hii itakuwa vizuri. Jina langu naitwa Israeli Jonas Nyamba. Mimi natoa huduma ya kubeba mizigo hapa Ubungo, na ni hapa stendi ya Magufuli. Shida kubwa ya wanawake wenye elimu ndoa zao kuwa na shida ni kwamba kwanza hii elimu ya utandawazi imeleta shida kwa sababu kila mmoja anajiona yuko juu. Alafu pili, ile elimu ya 50 kwa 50 kwamba mwanaume na mwanamke wote haki sawa, hiyo ndio inaleta shida, kwa sababu unakuta tayari mwanamke anakuwa hatimizi yale masuala muhimu kama mwanamke kwa mume wake. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa inayopelekea. Alafu na kingine, kipato. Mwanamke anapokuwa na kipato huaga 90% hawezi kumsikiliza mume wake kama anakuwa hana kipato. Kwa anakuwa yeye ndio baba, yeye ndio mama ndani ya nyumba. Hiyo ndio shida kubwa inayoletea hivyo. Na kingine, kwa mimi nilivyochunguza zaidi, hasa kama upande wa wanaume wanaokunywa pombe au kuvuta bangi, na hiyo inakuwa ni changamoto. Wanawake wenye elimu yao, wenye kazi yao, mara nyingi wanakuwa hawadumu kwenye ndoa zao kwa sababu anajiamini, anajivunia kazi yake, anajivunia kipato chake. Kwa hiyo anaamini kabisa hata kama akiachana na mume wake hatatereka maisha yake yataenda. Wewe unaona ni shida ni nini? Mimi naona shida ni kazi yake, shida ni hela zake. Kwa hiyo kuto kusababisha ndoa zake kukaa kwa muda mrefu kuwa kitendawili, shida ni nini? Unaona hasa kubwa ni nini hasa? Mimi hasa kubwa ni kipato chake na hela zake. Ndio kinachosababisha asikae kwenye ndoa. Kwa sababu anajiamini. Wewe unachopata na mimi napata. Unaona mimi napata na mimi napata. Kwa kiburi kinakuja juu. Kiburi kinakuja juu kutokana na kipato chake na hela zake. Kwa sababu anajua tena, wengine utakuta mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mwanaume. Kwa changamoto inaanzia hapo. Anajua kabisa mimi kipato changu ni kikubwa, huyu ni kipato chake ni kidogo. Kwa hiyo yani anatumia fursa ya kumnyanyasa mwanamume wake kwa sababu ya kipato chake. Sababu kipato chake. Kwa unazungumza na wanawake wanakutazama, shida waache hiyo tabia, kwa sababu hata kama una elimu lazima umheshimu mume wako, uheshimu ndoa yako ili zidi kudumu. Kwa kweli wanawake wenye tabia hiyo waache tabia hiyo, kwa sababu kazi, kipato, ndoa. Waheshimu wanaume zao, hata kama kipato chake ni kikubwa kuliko cha mwanaume, basi waheshimu wanaume zao, kwa sababu ndoa kipato kipo tu, pesa zipo na mume, ndoa ipo, ni sheria. Ni sheria.
Kwa uelewa kwangu mimi, ndoa sio kwamba kusoma. Hata ukiwa hujasoma, cha kwanza mimi kama mimi mwenyewe naweza kusema kwamba naomba mwanamke awe na hekima na awe na hofu ya Mungu. Unaweza ukampata mwanamke ni mzuri kila mahali, idara anatosheleza na kafunga ndoa na vile kasoma, lakini sasa alichopungukiwa kwake ni hekima. Na ingelikuwepo elimu labda ya kufundishwa mwanamke ndoa, kuna darasa la ndoa, labda angeenda kusomea kwanza kitu hekima au hofu ya Mungu. Akiwa navyo vyote hivyo, idara yote ametosheleza. Lakini unaweza kukuta mwanamke hajasoma, kaishia darasa la 7 au kabisa shule hajaenda, lakini ameolewa, ndoa imedumu. Katika yeye kwake alikosa elimu darasani, lakini labda wazazi wake walimpa maadili ya ndoa, mtoto amefundwa, mtoto ameelewa. Kwa hiyo yule ambaye hajasoma kwenye ndoa akatulia, na ndoa yake inakuwa haina misukosuko yoyote, na ndoa yake inakuwa haina changamoto yoyote. Kwa hiyo ndio maana mimi kwangu mimi kusoma sio kwamba unaweza ukaolewa na ndoa ikatulia. Hapana, unaweza ukawa hujasoma lakini ukawa na Mungu akakubariki hekima na ukawa na hofu ya Mungu. Kwa hiyo ndio maana hata kwangu mimi nilipokuwa bado sijaoa, lakini nimekuja kuwa, nilimuomba Mungu anipe mwanamke mwenye hofu ya Mungu, anipe mwanamke mwenye hekima. Kwa hiyo mwanamke akiwa na hekima na akiwa na hofu ya Mungu, ni vyovyote vile hata ukimwelekeza ndani ya ndoa atashuka, atakuwa chini. Kwa hiyo ndio maana unakuta mwanamke mwingine ambao hana hekima, hata kama mkipishana ndani ya ndoa, yeye atapaniki juu, anashindwa kushuka. Kwa hiyo vile mwanamke unapomwona, hata kwa mwanaume, unamwona mke wako amepaniki, mwanaume shuka chini. Kuna kauli nakwambia kwamba funika kombe mwanaramu apite. Sasa ukisema kwamba kwa dada zetu unakuta ameolewa ndoa kubwa, watu wamesherekea, mtandaoni wamepostiana, lakini baada ya siku 2-3 unasikia Monica ameachika. Tatizo pale tunachozungumzia tu ni nini? Hekima. Ukiwa na hekima na hofu ya Mungu, ndoa inadumu. Kwa hiyo mimi kwangu mimi, kwa uelewa wangu na kwa mawazo yangu, kusoma sio kwamba ndio kuolewa. Hapana. Kwa hiyo kwa madada zetu wote tunachokuomba, unaweza mkuta mdada ni mzuri, lakini mimi ninachowaomba tu wawe na hekima na wawe na hofu ya Mungu. Kwenye ndoa watadumu. Kwa hiyo kwa uelewa wangu ndio hilo. Asanteni sana. Wanawake wenye elimu ndoa zao zinakuwa na vitendawili, kwa sababu kwanza anajiamini na kazi yake aliyokuwa nayo. Anajua leo kesho kama mwanaume atakuwa ameninyanyasa, nitakuwa kazi zangu mimi zitanilinda. Na ndio maana mara nyingi wanakuwa wanajiamini. Iko hivyo kwamba mwanamke mwenye elimu lazima aringie kipato chake. Kwa hiyo ndoa zao zinakuwa hazidumu, kwa sababu wenyewe kuwa anajua kwamba mwanaume mimi akininyanyasa, elimu yangu itanisaidia kufanya kazi zangu, kukizi mahitaji ya watoto wangu. Hivyo. Nini unawashauri wanawake wenye changamoto hiyo kwenye ndoa zao? Wanawake hao mimi nashauri kwamba tusiwe hivyo. Kwa sababu wewe una kipato, mnyanyase mwanaume asiyekuwa na kipato. Sisi sote, mwanamke utabakia kuwa mwanamke. Kwa hiyo kama una kipato, kumheshimu tu mume wako, na ili maisha yako yaendelee na familia yako ishi katika familia bora. Hivyo. Mtazamaji wa Kasako Media, hapa ni Mbezi Magufuli, stendi kuu ya jiji ya Dar es Salaam. Watu wengi wanashughulika na kupanda mabasi. Hayo ndio maoni kutokea kwa watu mbalimbali kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo. Lakini endelea kutazama Kasako Media, endelea kutufuatilia Kasako Media. Tunapatikana kwenye sehemu zote ambazo ni Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Endelea kuwa nasi. Nyuma ya kamera nipo na The Don, lakini asanteni kwa kutazama Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.